Miaka ilipita, vipindi vikapita, Yusufu ni mtumwa. Vikwazo vilizidi, maisha gerezani, kwa hila zake mwovu. Bali mipango ya Mungu haibadiliki, muda uliwadia, akawa mtawala. Na ndipo ndugu zake wakamsujudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Tunashukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya uzima na afya. Yeye anatupenda sana, ndio maana tumeamuka tukiwa wazima. Wale walio karibu na mbali, popote sauti inapofika, ni wakati wa kuanza devotion yetu asubuhi hii. Kwa hivyo nawakaribisha wale ambao wameweza kufika. Twaimba wimbo stanza moja ili niweze kuwa na somo fupi, ili tuweze kuendeleza vipindi vyetu na ratiba bila kuharibu mpangilio wetu. Asante watoto, kina mama, baba na vijana ambao umefika tayari, na hata walio njiani tunawakaribisha kwa njia ya kipekee, kwamba Mungu azidi kuwaneemesha ili mufike tubarikiwe kwa pamoja. Nitaimba wimbo 89 stanza ya kwanza, kisha niombe nifundishe machache, kisha tuombe tena. Bwana asubuhi kucha nitakuinua, sauti yangu kuomba nipate faraja. Baba, katika jina la Yesu, upokee sifa, uinuliwe Mungu mkuu, wewe uliyetumaini, kimbilio na msaada wetu. Mkutano huu wa kipekee ni makambi ya mwaka 2025, na ni muda wa kusherehekea na kushukuru kwa makubwa umetenda na uwepo wako katika maisha yetu. Tunapoleta mahitaji yetu kwako, hata tunaposikiliza sauti yako, nena nasi na utubarikie kwa jina la Yesu na mara kuamini. Amen. Somo letu asubuhi hii linasema maombi muhimu kwa washiriki ama kwa waaminifu katika kitabu cha Wakolosai. Tunaenda kutazama kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, aya yake ni ya 9 hadi 11. Na katika sura hii na hizi aya 3 tunaenda kuangalia pointi 5. Ni yapi haya ambayo Mungu anataka tuyaelewe asubuhi hii? Maombi haya muhimu Paulo anaponena na Wakolosai. Wacha nisome ilivyoandikwa. Kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mujazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Mnasemaje wapendwa? Mambo mazuri sana ya ajabu. Kwa hivyo kuna mambo muhimu hapa ningependa nizungumzie kwa dakika ambazo niko chini ya dakika 10, ili tuweze kupata hizo pointi na niombe tumalize. Kwanza kabisa, pointi ya kwanza ni kwamba, ili la muhimu ambalo napaswa mimi nawe usingatie, ni kwamba Paulo anaomba kwamba watu wa Mungu
wajazwe na maarifa ya mapenzi yake. Haleluya. Kumbuka katika maandiko inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa hivyo ombi la Paulo kwa Wakolosai ni kwamba wajazwe na maarifa ya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hivyo inatuletea jambo gani? Kwamba ili mimi nawe tumtumikie Mungu na tumpende Mungu, lazima kwanza tuwe na uhusiano naye. Lazima kwanza tumfahamu yeye ni nani. Ndivyo itakuwa rahisi sana kuwa na uhusiano naye vizuri. Kwa hivyo mimi nawe tunaalikwa tujazwe na maarifa ya mapenzi ya Mungu, tumfahamu, ndivyo tutamtumikia. Pointi ya pili katika somo hili ni kwamba Paulo anaomba kwamba watu wa Mungu watembee kwa jinsi ya kumpendeza Mungu. Yaani tuenende ulivyo wajibu wetu kwa Bwana. Je, mimi nawe ambao tumpokea Yesu, kama tuna maarifa kumuhusu Yesu, je, mwenendo wetu uko sawa na wajibu wetu katika Bwana? Ndio changamoto ninapewa na wewe unapewa. Je, mwenendo wako ni sawa na wajibu wako wa Bwana? Kwa hivyo ukizidi kumfahamu Mungu utampenda zaidi, na jinsi unavyompenda zaidi hata utamtumikia na moyo wako. Haleluya. Pointi ya tatu ni kwamba Paulo anaomba kwamba watu wa Mungu hasa katika hii sehemu ya Wakolosai wawezeshwe na uwezo wote. Haleluya. Kama Wakristo, je, tunahitaji nguvu na uwezo katika safari? Naam. Kwa maana wakati mmoja Paulo akiandikia Timotheo anasema Wakristo nyakati za mwisho tutatekwa na dunia hivi kwamba tunaitwa Wakristo lakini hatuna nguvu ya kuonyesha sisi ni Wakristo. Kiingereza unasema a form of godliness without power. Kwa hivyo tunahitaji tuwezeshwe na uwezo wote, ili kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kwa ajili ya kupata nguvu. Kwa maana kuna udhaifu, kuna unyonge katika safari hii. Watu wanakata tamaa, wanaacha safari. Kwa hivyo tuwezeshwe na uwezo wote. Je, kuna wakati katika maisha yako unafili uko mnyonge? Udhaifu unatokea, unashindwa kuomba, kusoma maandiko, hata kuwajibika katika mambo ya imani inakuwa. Ndio maana Mungu anataka tuwezeshe na uwezo wote. Pointi ya 4 ni kwamba Paulo anaomba tuwe na uvumilivu na ustahimilivu wote na furaha. Haleluya. Wewe ni mvumilivu katika nyakati za mwisho. Ufunuo inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Je, una uvumilivu? Je, una ustahimilivu? Mungu anakualika kwamba sehemu ya kipekee, tunda la Roho, tunapaswa kama watumishi wa Mungu na wanafunzi wa Yesu, na wakati wa mwisho kwa sababu ya changamoto zitakuwa nyingi, unahitaji tunda la Roho ambalo linaitwa nini? Uvumilivu. Na mwisho Paulo anasema ombi lake la mwisho ni kwamba tusipungukiwe na sifa na shukurani kwa Mungu. Haleluya. Mshukuru, alisema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha. Tusisahau katika maisha yetu, hata katika maombi yetu, kumshukuru nani? Mungu. Tuwe na muda. Kwa hivyo katika asubuhi njema, masaa yangu inapokatika, niko na dakika 3 hili niweze kuomba. Tumejifundisha maombi muhimu kwa waaminifu. Ni kwamba Paulo anatuombea namba 1, tujazwe na maarifa ya Mungu. Haleluya. Hivyo inamaanisha lazima uwe na muda na Biblia yako. Uwe na muda, kwa mfano kwa mafundisho ya wiki mzima ya makambi yetu ya kipekee, uwepo hapa na daftari lako na kalamu, andika hoja zinazotolewa. Pointi ya pili ni kwamba tuenende ilivyo wajibu wetu kwa nani? Kwa Bwana. Mafundisho tunapoyapokea tuyatendee kazi. Pointi ya 3 ni kwamba Mungu anasema tuwezeshwe na uwezo wote unaotoka mbinguni, tumpendeze Mungu. Na mwisho pointi ya 4, uvumilivu na ustahimilifu kati yetu na sehemu yetu katika safari. Na mwisho tusipungukiwe na sifa na shukurani kwa Mungu aliyetustahilisha. Haleluya.
Wangapi asubuhi anasema Mungu nisaidie katika nafsi yangu, wiki hii nami pia haya maombi muhimu yawe sehemu yangu. Unistahilishe, unipe uvumilivu, unipe maarifa yako, na zaidi pia Mungu uniwezeshe. Kwa ishara ya mkono tusimame kwa ajili ya maombi. Mungu awabariki sana. Tusimame kwa ajili ya kuomba ili Mungu atubariki. Tuamini, tuombe. Uishie milele, mtakatifu, Bwana wa majeshi, jina lako litukuzwe. Wewe uliyekuwa, uliyotakaishi milele, Mungu wa kuogofya, unayelinda agano lako, pokea sifa kwa maana wewe ni mkuu. Asante kwa maana unatupenda, kutujali na kuturehemu, na asante kwa maana wewe si mwepesi wa hasira, unapenda kurehemu. Umetupa nafasi asubuhi hii, tumepata himizo na changamoto katika neno lako ambayo inatutia nguvu katika safari hii. Tunapotafakari mambo haya, tunapoendelea na vipindi vyetu siku nzima, mibaraka yako tunyunyizie, uwepo wako uwe pamoja nasi, utakase uwepo wako unapoonekana, utakase mazingira haya. Nena na watoto, vijana, kina mama na baba, walio karibu na mbali, hata walio nyumbani, mahali sauti inapofika. Utubariki na mibaraka ya ajabu ya mbinguni, kwa maana wiki ni ya mibaraka, tusipungukiwe hata mbaraka mmoja. Uwepo wako unapokuwa nasi, tupe furaha na amani. Fungua fahamu zetu, tupe moyo na motisha wa kuwa hapa, na tuwe na muda wa kuandika tunaposikiliza, ili mambo haya tena baadaye tuyarudie. Tubariki, tumeomba na kuamini kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu.